Makubaliano haya yanaonyesha mwendelezo wa yale tuliokuwa tunafanya tangu awali kupitia Mama Samia Legal Aid. LSF tumesema wameanza hii kazi ya ushirikiano na serikali miaka zaidi ya 10 iliyopita, lakini hakukuwa na makubaliano rasmi kati yao na serikali kwa kazi wanaoifanya. Sasa tumerasimisha, na kwa lugha nyingine pale tulipokuwa tunafanya strong partnerships, ushirikiano wenye nguvu zaidi. Kwa hiyo tunaendelea, ndugu yangu, na pale tulipokuwa tunaenda zaidi. Lakini mkumbuke Mama Samia Legal Aid ilipoanza na kuzinduliwa Aprili 2023 pale Chimwaga, UDOM walishiriki na wakaanza kufanya kazi. Lakini mnapofanya kazi bila kurasimisha haipendezi sana. Sasa tumerasimisha rasmi na kwamba tunaongeza wigo wa ushirikiano sisi na UDOM. Sasa UDOM, hata si muda mrefu nilikuwa namwambia profesa kwamba tunaomba uanze kabisa sasa hivi utafiti au Kihaya wanaita research Kihaya, si ndio Nshomeri wale Kihaya wanaita research. Waanze utafiti kuangalia kwa nini migogoro hii ni mingi sana huku kwa wananchi. Maana tunapozunguka kwenye Samia Legal Aid awamu ya kwanza tumeona. Kwa hiyo tunaendelea na yale tuliyokuwa tunayafanya mwanzoni, tunaenda nao zaidi. Lakini ndugu yangu kutoka Channel 10 anasema tutegemeni. Sasa nitegemee kwamba tumeongeza nguvu kwanza. Pale kwa mfano UDOM walikuwa wanakuja kama clinic, hawakuwa na ofisi. Sasa wanaanzisha ofisi Dodoma maalum. Si wako Dodoma, watuonyesha faida ya wao kuwepo hapa kwa kusaidia hao wagogo wetu hao mapema zaidi waweze kusaidiwa zaidi. Lakini hapa profesa amenipa kwenye makubaliano yetu, tunaweza tukamtuma aende hata kwetu kule Tarime sasa akaangalie na watu wake, si ana wasomi wengi wa sheria, ni nini kinasababisha. Kwa hiyo si kwamba ni kitu ni kuformalize. Sasa tunaimarisha zaidi ushirikiano tuliokuwa nao na tutafanya kazi zaidi kwa karibu. Kampeni hii kama nilivyosema ilianza Aprili 2023. Lakini tulikuwa tunaenda kidogo kidogo. Mwaka jana serikali ikatuelekeza kwamba lazima muhakikishe tumemaliza mikoa yote 31. Kwa maana hata Zanzibar sisi tumeenda, kwa sababu Samia Legal Aid inaichukua Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuliamua kwamba tukienda kwenye mkoa fulani lazima tufike wilaya zote kwanza, halmashauri, sio wilaya, halmashauri zote. Lakini kila halmashauri angalau imepungua sana ni kata 3. Kwa hiyo kwa maana nyingine hatukumaliza kata zote nchi nzima. Lakini tuligusa kwa ile ya mwaka jana wananchi milioni 4.1. Milioni 4.1. Lakini tukagundua kwamba kumbe kuna crisis kubwa sana. Na moja katika migogoro hiyo tuliochambua, 70% ya matatizo ni migogoro ya ardhi. Ikifuatiwa na mirathi. Hata nyewe wanahabari mlioko hapo wengi hata mirathi hamwandiki. Mnaogopa mkiandika mtaonekana unajichulia kufa. Lakini hayo ndio maeneo makubwa sana. Lakini pia inafuata ndoa. Watu wakiachana hawataki kugawana vilivyo. Kwa hiyo kama mnakumbuka hata Mheshimiwa Rais Dr. Samia alipokuwa Tanga aliagiza kwamba sisi na wenzetu ardhi TAMISEMI tuende Tanga tukaangalie ile migogoro ya ardhi imekuwa mingi sana. Kwa bahati nzuri hata tuliosaini memorandum inatusaidia wenzetu hawa chuo kikuu watuweze hata kufanya research kuangalia kwa nini migogoro ya ardhi ni kubwa sana. Kwa hiyo 70% ya matatizo yetu ni migogoro ya ardhi. Na wananchi tuliofikia milioni 4.1. Si haba kwa kuanzia. Lakini mwelekeo ni kwamba kule ambako hatukwenda sasa
tulisimama kidogo kupisha uchaguzi, kwa sababu tusingeweza kupambana huku wanafanya kampeni na sisi tunakimbia na legal aid. Kwa hiyo tunaanza upya, na ndio maana hapa tunavyosaini ni kwamba Chuo Kikuu cha Dodoma watatuongezea watu. Pale walikuwa wanaleta wachache, sasa yeye anajua ni part and parcel ya utekelezaji. LSF, kama mmesikia nilichosema, LSF wanaenda kutuongezea mpaka vyombo vya kufanyia. Unajua watu wale wanasheria wetu wasaidizi ambao wako kule, ambao legal aid officer provider ambao wako kule hawana vitendea kazi. Sasa dada yetu Lulu anasema sasa niko tayari kuprovide. Ndio benefit ya kusaini. Maana sasa unajua ninafanya na mtu ambaye tuko kwenye partnership. Unapewa msaada. Unapewa ulipi. Ulipi. Tunaukabidhi kwa mwanasheria, na ndio maana nimesema hawa profesa hichi alichonifanyia leo, anafungua ofisi hapa Dodoma. Ina maana yake watu wa Dodoma hawa, kila halmashauri ikileta ana hili limeshindikana kule chini, nakimbia ofisi. Ipo ofisi ya uratibu. Kufungua tu ofisi ya uratibu ni hatua mkubwa sana. Kubwa sana. Sababu sasa huu ni msaada. Wakija kwake pale profesa na timu yake wana-analyze, tena wanajua huyu ni profesa, Mwanga hapa doctor. Watu watashindwa kuanalyze tatizo bwana. They will do. Ila mtupe na nyie, mkiona kuna mgogoro mahali, tuambieni. Unajua wanahabari mnatakiwa mtusaidie pia. Tutipu tu, ndio maana tuna kitengo cha contact center pale. Kwamba jamani kuna issue hapa. Sisi kazi yetu kwa mfano Dodoma, mimi namrushia profesa na timu yake. Maana atakuwepo kijana pale, kazi yake ni hiyo, anapokea. Mimi namrushia profesa, tusaidie kule Mpwapwa kuna hiki na hiki. Mimi naamini tusaidia. Na hii ya Dodoma ni pilot. Tukiona wamefanya vizuri, unaweza kusema fungua na Morogoro, fungua na Dar es Salaam ambao ndio kuna matatizo mengi ya ardhi kuliko kwingine kote. Itatusaidia. Hafla ya leo ni ishara ya dhamira ya dhati ya serikali ya awamu ya 6 ya chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuendeleza misingi ya utawala wa sheria, kupanua wigo wa haki, lakini kujenga mifumo jumuishi inayohakikisha kila Mtanzania anapata haki kwa wakati, kwa usawa na bila ubaguzi wowote, na pia bila kujali hali yake ya kiuchumi, kijamii, kijiografia. Pia serikali yetu inaamini kuwa haki si anasa wala zawadi, bali ni msingi wa amani, mshikamano wa kitaifa na maendeleo endelevu ndani ya nchi yetu. Ndugu wageni waalikwa, napenda kuchukua nafasi hii kutoa pongezi zangu za dhati kabisa na shukrani za pekee kwa Chuo Kikuu chetu cha Dodoma ambacho kwa leo hapa kimeongozwa na Profesa Rokina, kwa ushirikiano wenu wa karibu, wa kimkakati na wa mfano mlioonyesha katika utekelezaji wa kampeni ya kitaifa ya msaada wa kisheria kwa maana MSLAC. Historia ya mageuzi ya sekta ya haki nchini itaendelea kuandikwa kuwa Chuo Kikuu cha Dodoma ndicho kilichofungua mlango wa kampeni hii kwa vitendo mwezi Aprili 2023 pale Chimwaga, ambapo kampeni ya kitaifa ya msaada wa kisheria ilizinduliwa. Hongereni sana profesa na timu yako. Hata hivyo, haikuwa kiishara tu, bali ni tamko la vitendo kwamba taasisi za elimu ya juu zina wajibu wa moja kwa moja katika kulihudumia taifa hili. Hivyo Dodoma University hamkuonyesha kwa nadharia tu, bali kwa vitendo mlivyogusa maisha ya wananchi wa Tanzania. Tangu wakati huo, Aprili 2023, Chuo Kikuu cha Dodoma mmeendelea kuwa mdau hai na mshirika wa kuaminika katika utoaji wa huduma za msaada wa kisheria kupitia kliniki yenu ya msaada wa kisheria pale chuoni. Ushiriki wenu huu hauishii katika msaada wa kifedha pekee, bali pia mchango wa kina wa kitaaluma, kielimu na kijamii unaodhihirisha wajibu wa taasisi za elimu ya juu katika kujenga jamii inayozingatia haki, usawa na uwajibikaji. Serikali kupitia wizara yetu tunaamini kwa dhati kuwa makubaliano haya yataongeza nguvu kwenu
lakini kasi mpya ya utekelezaji na ufanisi wa ushirikiano kati yetu wizara na chuo chetu kikuu cha Dodoma kwa maslahi mapana ya wananchi na taifa kwa jumla. Pia, ndugu wageni waalikwa, napenda kulipongeza sana shirika letu la LCF kwa mchango wake mkubwa na wa kimkakati, lakini pia wa kihistoria katika sekta ya msaada wa kisheria nchini. Naamini mmesikia mkurugenzi mtendaji wa LCF alivyosema kwamba kazi wameanza miaka 10 kabla hata ya kutungwa sheria yetu ya msaada wa kisheria. LCF ilisimama imara kama mshirika wa serikali katika kujenga uwezo wa wasaidizi wa kisheria nchini kote. Na LCF, kutokana na mchango wenu, ni kuhakikishie mwaka huu unaokuja wa fedha, wasaidizi wa kisheria watakuwa ni sehemu ya watu kwenye ikama ya serikali, maana tumewatambua. Na hii imetokana na kazi yenu kubwa mlioifanya. Kupitia juhudi zenu, serikali imeweza kujenga msingi imara wa mfumo wa msaada wa kisheria unaotambulika kitaifa, nao unaendana na viwango vya kimataifa vya haki, utawala bora na haki za binadamu. Huu ni ushahidi kwamba mashirikiano yetu ya kweli kati ya serikali na wadau wengine kama LCF yanaweza kuleta mabadiliko ya kudumu na yenye tija kwa wananchi wa Tanzania. Ndugu wageni waalikwa, napenda kusisitiza kwa uzito unaostahili kuwa upatikanaji wa huduma ya msaada wa kisheria si fadhila wala hisani, bali ni haki ya msingi wa kila Mtanzania. Ni sehemu isiyotenganishwa na misingi ya katiba yetu. Ni sehemu isiyotenganishwa na utawala bora na wajibu wa dola kwa wananchi wake. Ukweli uliopo ni kwamba wananchi wengi, hususan wa kipato cha chini, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu, na hasa wananchi wanaoishi maeneo ya pembezoni, wamekuwa wakikosa haki zao, si kwa sababu hawana hoja au ushahidi, bali kwa sababu hawana uwezo wa kugharimia mifumo ya kuzipigania haki zao. Ni kwa tambua changamoto hiyo ya kimuundo, wizara yetu ya Katiba na Sheria kwa niaba ya serikali imeendelea kubuni na kutekeleza mikakati ya kimfumo ambayo tunayo, ikiwemo kampeni ya kitaifa ya msaada wa kisheria kwa maana ya MSLAC, kwa lengo la kuwafikia wananchi wengi zaidi, hasa walioko vijijini na maeneo ya pembezoni. Kwa hili hatuwezi kunyamaza bila kumshukuru sana na kumpongeza rais wetu ambaye alikubali kutumia jina lake ili kuhakikisha kwamba taifa linaendelea kupata msaada wa kisheria kupitia Mama Samia Legal Aid Campaign. Serikali inatambua wazi kuwa jukumu hili haliwezi kubebwa na serikali pekee, na ndio maana tunahitaji ushirikiano ulio wa kweli, na tumesaini leo makubaliano kati yetu na chuo chetu kikuu cha Dodoma, lakini na shirika la LSF, ili kuwa na mkakati wa kati ya serikali, vyuo vikuu, asasi za kiraia, sekta binafsi na wadau wa maendeleo kwa manufaa ya wananchi wa Tanzania. Mahitaji ya msaada wa kisheria nchini ni makubwa na yanaendelea kuongezeka kutokana na mabadiliko ya kijamii, kiuchumi, lakini na kisheria pia. Wananchi wetu wana kiu kubwa ya kufahamu haki na wajibu wao. Elimu ya kisheria kwa umma ni nyenzo muhimu kuzuia migogoro, kupunguza makosa, lakini kuimarisha amani ya kijamii na kujenga jamii inayoheshimu sheria. Serikali inaamini kuwa wananchi wakifahamu sheria, taratibu na haki zao, si tu kwamba migogoro na makosa yatapungua, bali pia imani ya wananchi kwa taasisi za haki itaongezeka kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo tunaamini UDOM watafanya hii kazi vizuri zaidi, LSF wataendelea kuifanya hii kazi vizuri zaidi ili kuwezesha wananchi kuelewa haki zao. Ndugu wageni, pamoja na mafanikio yaliyopatikana, sisi serikali tunakiri kwa uwazi kuwepo kwa changamoto ya kimuundo katika upatikanaji wa haki. Wananchi wengi wanaoishi maeneo pembezoni bado hawafikii ipasavyo.
na hawapati huduma za haki kutokana na uhaba wa miundombinu, rasilimali watu, vitendea kazi na ofisi za watoa huduma. Changamoto hizi haziwezi kupuuzwa wala kuachwa ziendelee. Ndio maana leo tunahitaji majibu ya kimkakati, ikiwa ni pamoja na kuwa na ushirikiano kama tulio saini muda si mrefu, tuwe na hatua za makusudi na ushirikiano wa kina na baadhi ya taasisi. Ndio maana makubaliano haya leo ni hatua ya makusudi ya serikali ya kupanua wigo wa haki, kupeleka huduma karibu na wananchi, lakini kuvunja vikwazo vya kijiografia na kijamii na kuhakikisha haki inapatikana kwa wakati, kwa gharama nafuu, lakini kwa viwango vinavyokubalika kimataifa. Ndugu naibu mkuu wa chuo na mkurugenzi wetu ELSEF, kupitia makubaliano kati ya wizara na chuo, na tumekubaliana kushirikiana katika maeneo ya msingi na ya kimkakati, ikiwemo utoaji wa elimu ya kisheria kwa wananchi, kufanya utafiti wa kina kuhusu upatikanaji wa haki, pamoja na kuanzisha na kuendesha kituo cha pamoja cha huduma ya msaada wa kisheria katika ngazi ya mkoa. Kwa hiyo nategemea Profesa, uanze kituo kipya cha mkoa hapa, ili ndugu zangu hao wagogo wa kina Esther wahakikisha kwamba wagogo wote wana kituo cha mkoa hapa kinahudumia. Kituo hiki, mategemeo yangu ni kwamba kitakuwa muhimili muhimu wa utoaji wa huduma jumuishi, kikitoa uwakilishi wa kisheria kwa wananchi wasiokuwa na uwezo kumudu mawakili binafsi, na pia kitakuwa kituo cha rufaa kutoka halmashauri zote za mkoa wa Dodoma. Huu utakuwa mfano halisi wa utekelezaji wa sera kwa vitendo, sera inayoshuka kutoka kwenye maandiko kwa maana ya theory kwenda moja moja kwa wananchi. Kwa hiyo Profesa, nategemea ukirudi huko mwanze kujipanga mnatupaje huduma kwenye mkoa hapa wa Dodoma, ili uwe mfano mzuri. Bahati nzuri huko na Akidi anaitwa Akidi mwenyewe anasikia haya, Amidi mwenyewe anasikia haya mambo, practice itafanyika hapa. UDOM sasa tutaanza kusema hapa ndipo walipo wenyewe. Kwa upande wa shirika letu la LSF, makubaliano haya yanalenga kuimarisha kwa kiwango kikubwa mfumo wa wasaidizi wa sheria ambao kimsingi tulikuwa tumewasahau. Hii itahusisha uwekezaji wa makusudi katika mafunzo endelevu, vitendea kazi, miundombinu ya ofisi, usafiri, lakini matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano, ili kuhakikisha huduma zinawafikia wananchi kwa ufanisi, kwa wakati na kwa viwango vinavyokubalika kitaifa. Utekelezaji wa makubaliano haya utafanyika kwa kuzingatia misingi ya uwazi, uwajibikaji, lakini pia thamani ya fedha za umma. Kwa mimi nategemea Lulu, tutakwenda kama ambavyo tumekuwa tunaenda, ila tutaongeza sasa viwango vyetu vya utekelezaji. Ndugu wageni waalikwa na wanahabari, ni dhamira ya thabiti ya wizara yetu ya Katiba na Sheria kuhakikisha kuwa haki inapatikana kwa wote bila ubaguzi. Ushirikiano huu ni ushahidi wa vitendo wa falsafa ya haki kwa wote. Ni hatua muhimu sana katika kutekeleza azma ya serikali ya kujenga taifa linalozingatia misingi ya haki, usawa na uwajibikaji na utawala wa sheria. Sisi moja kitu kikubwa kama wizara tulicho nacho, tunasema justice for all. Sasa kama justice for all hatuitekelezi kwa kushirikiana na taasisi kama hizi, naamini hatuwezi kufika. Kupitia mashirikiano yetu haya, serikali inaamini kuwa wananchi wengi zaidi watanufaika kwa kupata elimu ya kisheria, ushauri wa kisheria, msaada wa maandalizi ya nyaraka mbalimbali, pamoja na uwakilishi katika vyombo vya utoaji haki. Hii ni hatua ya kimkakati ya kujenga jamii yenye ufahamu wa sheria, lakini jamii yenye ulinzi wa haki na imani thabiti kwa mifumo yetu ya haki nchini. Wakati namalizia, ndugu wageni wangu, kwa niaba ya wizara yetu ya Katiba na Sheria, napenda kuhakikishia kuwa UDOM na LSF kwamba wizara itasimamia utekelezaji wa makubaliano haya kwa dhati.
lakini pia kwa uwazi na kuzingatia kikamilifu misingi ya uwajibikaji wa umma. Serikali itaendelea kufuatilia, kutathmini na kuboresha utekelezaji wa mashirikiano haya ili kuhakikisha malengo yaliyokusudiwa yanafikiwa kwa manufaa ya wananchi na maendeleo ya taifa letu kwa jumla. Kwa hiyo naomba niwahakikishie tuko tayari, kama kuna mahali pa kuboresha tutaboresha. Nia ni kwamba tufanikiwe tunachokitaka. Ni kwa misingi hiyo na kwa imani hiyo ninatangaza kuwa mashirikiano haya ni hatua madhubuti ya kusonga mbele katika safari ya kujenga Tanzania yenye haki kwa watu wote. Mwisho, kwa niaba ya wizara napenda kuhakikishia kuwa tutasimamia utekelezaji kwa dhati kabisa ili malengo tuliyojiwekea yaweze kufikiwa kwa manufaa ya wananchi na taifa letu kwa ujumla. Mheshimiwa Katibu Mkuu, kama unavyofahamu, kwa miaka zaidi ya 14 sasa, shirika la LSF limekuwa mstari wa mbele katika kukuza upatikanaji wa haki nchini. Katika kipindi hiki tumefanya kazi kwa karibu sana na takriban wasaidizi wa kisheria 4,000 na mashirika 184 ya wasaidizi wa kisheria yaliyopo katika wilaya mbalimbali nchini. Kupitia utoaji wa ruzuku za kuimarisha taasisi, ujenzi wa uwezo na msaada wa kiufundi, tumelenga si tu kuziimarisha taasisi hizi bali pia kuwawezesha watoa huduma wa msaada wa sheria kuwafikia wananchi kwa ufanisi na kwa ubora unaokubalika kisheria. Mheshimiwa Katibu Mkuu, upatikanaji wa haki ni haki ya kikatiba na msingi wa utawala bora. Hata hivyo, bila mifumo imara na uendelevu wa msaada wa kisheria, haki hii hubaki kuwa ndoto kwa wananchi wengi. Ndio maana mwaka huu ajenda ya uendelevu wa huduma za msaada wa kisheria ndiyo kipaumbele kikuu cha shirika la LSF. Tunaamini kuwa uendelevu wa kifedha, kitaasisi na kisera ndio nguzo ya kuhakikisha huduma hizi zinaendelea kuwepo na kuleta matokeo ya muda mrefu. Mheshimiwa Katibu Mkuu, tunatambua jukumu la Wizara ya Katiba na Sheria kama msimamizi na mratibu mkuu wa sekta ya msaada wa kisheria nchini. Chini ya Sheria ya Msaada wa Kisheria sura ya 21, tunajivunia kusema kwamba LSF imekuwa ni mdau mkubwa na mshirika wa karibu sana wa wizara, hususan katika utekelezaji wa kampeni ya Mama Samia ya msaada wa kisheria kwa kipindi cha miaka 3. Ya kampeni hii, LSF imehudumu kama makamu mwenyekiti wa kampeni na tumeshuhudia mafanikio makubwa katika kuwafikia wananchi wengi zaidi, kuongeza uelewa wa sheria na kusaidia na kutatua migogoro mbalimbali katika jamii. Mheshimiwa Katibu Mkuu, kupitia MOU hii tunathibitisha dhamira yetu ya kuendelea kuunga mkono jitihada ya wizara katika maeneo ya elimu ya sheria kwa umma, tafiti na mijadala ya kitaifa, pamoja na uhamasishaji wa rasilimali kwa ajili ya uendelevu wa huduma za msaada wa kisheria. Ushirikiano huu unaweka msingi mzuri wa kuhakikisha kuwa msaada wa kisheria unakuwa sehemu thabiti ya mifumo ya kitaifa na ya kiserikali. Kwa upande wa LSF, tunaahidi kuendelea kushirikiana kwa karibu na Wizara ya Katiba na Sheria katika utekelezaji wa makubaliano haya kwa uwazi, uwajibikaji na kwa kuzingatia vipaumbele vya kitaifa. Tunaamini kuwa kwa kufanya kazi kwa pamoja tunaweza kujenga mfumo wa msaada wa kisheria ulio imara, unaodumu na unaofikia wananchi wote bila ubaguzi. Naomba nimalizie kwa kuishukuru tena wizara kwa imani na ushirikiano wake na kutoa ahadi kwamba LSF itaendelea kuwa mshirika wa kweli wa serikali kupitia Wizara ya Katiba na Sheria katika kuhakikisha upatikanaji wa haki na uendelevu wa msaada wa kisheria nchini Tanzania. Yanabeba matarajio makubwa kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Chuo Kikuu cha Dodoma na jamii kwa ujumla. Matarajio hayo ni pamoja, kwa uchache, kuimarisha wigo wa huduma za msaada wa kisheria kwa wananchi, hususani
makundi yenye uhitaji maalum kama wanawake, watoto, wazee, watu wenye ulemavu na wananchi wasio na uwezo wa kifedha. Pia kukuza uelewa wa katiba na sheria ndani ya jamii, jambo ambalo litapunguza migogoro na kucheleweshwa kwa haki. Kuimarisha umahiri wa sheria kwa vitendo kwa wanafunzi wetu pamoja na wahadhiri, hivyo kuzalisha wanasheria mahiri, waadilifu na wenye mitazamo wa kuhudumia jamii tangu wakiwa vyuoni. Kuongeza ufanisi wa utawala wa sheria nchini, hivyo kupunguza wingi wa kesi kwenye vyombo vya utoaji wa haki. Hivyo ushirikiano huu unaimarisha nafasi ya Chuo Kikuu cha Dodoma kwa umma kama mshirika wa kimkakati wa serikali katika kutekeleza ajenda za haki, utawala bora na maendeleo kwa jamii. Mheshimiwa Katibu Mkuu, kwa miaka hivi karibuni Tanzania imepiga hatua kubwa katika kuimarisha mifumo ya misaada ya kisheria. Hivyo bado tunakiri kuwa kuna hitaji la kuongeza nguvu katika kuandaa wataalamu, kufanya tafiti, kutoa elimu kwa umma na kuendeleza kutoa huduma za msaada wa kisheria kwa jamii. Tangu kuanzishwa kwa programu hii ya sheria ya Chuo Kikuu cha Dodoma mwaka 2009, chuo kimeshiriki kikamilifu katika kutoa huduma za msaada wa kisheria kwa jamii, ikiwa ni pamoja na kutoa elimu ya sheria kwa umma, ushauri wa kisheria kwa wenye uhitaji, uandishi wa nyaraka mbalimbali na uwakilishi kwenye vyombo vya utoaji haki. Zoezi hili limekuwa likishirikisha wanafunzi wetu chini ya usimamizi wa walimu wao. Mnamo mwezi Oktoba 2019, kliniki ya msaada wa kisheria ya UDOM ilisajiliwa rasmi na wizara, hivyo kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma za msaada wa sheria. Kupitia kliniki hii, UDOM imeshiriki katika kampeni na programu mbalimbali za utoaji wa msaada wa kisheria, ikiwa ni pamoja na Mama Samia Legal Aid Campaign. Tangu taasisi kuasisiwa kwake hadi sasa imefanya kazi bega kwa bega na wizara kuwafikia wananchi, hususan makundi yenye uhitaji zaidi. Hii ni sehemu na jukumu la msingi sana kwa Chuo Kikuu cha Dodoma. Binafsi naamini kwamba elimu ya sheria haikamiliki darasani pekee, bali inakamilika pale inapofanyika pia kwa vitendo na kuigusa jamii. Hivyo wanasheria mahiri si yule tu anayejua sheria, bali yule anayetumia maarifa yake katika utatuzi wa changamoto zinazokabili jamii. Ndugu Katibu Mkuu, makubaliano tunayosaini leo yanabainisha malengo ya taasisi zetu, Dira ya Taifa Maendeleo 2050 na malengo ya maendeleo endelevu SDG 2030. Ni imani yangu kuwa makubaliano haya yatahakikisha huduma ya msaada wa kisheria zinawafikia wananchi wengi zaidi kwa ubora na kwa uendelevu. Mheshimiwa Katibu Mkuu, ninapohitimisha salamu zangu, naomba kwanza nitumie fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake thabiti unaolenga kuboresha mifumo ya haki nchini. Pia ninampongeza Mheshimiwa Waziri Dr. Zuberi Homera kwa kuaminiwa na Mheshimiwa Rais kuiongoza wizara hii. Ninampongeza pia Mheshimiwa Zainab Athmani Timba, mbunge, naibu waziri, kwa kupewa jukumu la kumsaidia Mheshimiwa Waziri katika uongozi wa wizara hii. Tatu, ninakushukuru wewe Mheshimiwa Katibu Mkuu Eliakim Chacha pamoja na management yako yote ya wizara kwa imani ulioonyesha kwa Chuo Kikuu cha Dodoma. Ushirikiano huu tunaupokea kwa unyenyekevu na tunauthamini kwa uzito mkubwa. Tunatoa ahadi ya kutekeleza kwa weledi, uadilifu na ubunifu ili uwe ni matokeo yanayoonekana, yanayopimika na yanayogusa jamii kwa pamoja.